Umslopogaas, mwana wa Shaka Zulu na siri ya shoka la kifo. Kabla ya mashujaa wa filamu za kisasa, kulikuwa na yeye. Jina lake ni Umslopogaas, mwana wa mfalme Shaka Zulu aliyepotea. Hakutembea na bunduki wala mkuki. Silaha yake ilikuwa moja tu, shoka kubwa la kutisha aliloliita Inkosi Kaas, yaani mtawala wa wanawake. Inasemekana shoka hili liliwaua maadui wengi kuliko idadi ya nywele kichwani mwake. Lakini je, unaijua siri ya kovu la kutisha lililopo kwenye paji la uso wake? Na ni kwa nini alikufa akiwa amekumbatia shoka lake? Wengi wanamjua kama muuaji katili, lakini Umslopogaas hakuzaliwa akiwa hivyo. Damu iliyokuwa ikitamiririka mishipani mwake ilikuwa ni ya kifalme. Alikuwa mtoto wa damu wa mfalme Shaka Zulu, simba wa Afrika. Lakini Shaka, kwa kuhofia tabiri za waganga kuwa mtoto wake atamuua, aliamuru watoto wake wote wa kiume wauawe wakiwa wachanga. Mama yake Umslopogaas, kwa hofu na uchungu, alimtorosha mtoto huyu usiku wa manane, akimficha porini ili asionekane na wauaji wa baba yake. Hivyo ndivyo mwanamfalme huyu alivyokuwa. Sio ikulu, bali msituni, akilelewa na maadui, akicheza na simba na kujifunza sheria moja tu: ua au uuave. Akiwa kijana, alikutana na rafiki wa ajabu. Hakuwa binadamu, bali mbwa mwitu mkubwa aliyeitwa Galazi. Wawili hawa walitawala msitu. Wanasema Umslopogaas alikuwa na nguvu za simba na Galazi alikuwa na roho ya usiku. Pamoja waliunda umoja wa kutisha uliowafanya maadui kutetemeka kwa kusikia majina yao tu. Lakini hata shujaa ana udhaifu. Udhaifu wa Umslopogaas ulikuwa mwanamke. Jina lake Nada the Lily, mwanamke mrembo kuliko wote katika ardhi ya Zulu. Kovu lililopo kwenye paji la uso wa Umslopogaas halikutokana na vita dhidi ya wanaume, bali lilitokana na pambano la kumlinda Nada. Alipata jeraha hilo akipambana na chui aliyetaka kumrarua mpenzi wake. Kovu hilo likabaki kama alama ya upendo wa dhati na maumivu ya milele. Kwa kuwa hatima ya Nada ilikuwa ya huzuni kubwa. Na mwisho wa maisha yake, Umslopogaas hakuzeeka kitandani. Shujaa hufa vitani. Akiwa ugenini, alipambana vita yake ya mwisho kulinda ngazi za jumba la mfalme. Akiwa peke yake dhidi ya maadui wengi,